Jamani, habari za wakati huu? Jamani, mko poa? Kwa uwezo wa Mola tuko hai leo. Niko hapa mbele yenu kuwafundisha kuhusiana na umuhimu wa mawasiliano. Kabla sijaanza umuhimu wa mawasiliano, tuangalie mawasiliano ni nini. Mawasiliano siku zote kama tunavyoelewa ni kitendo cha kubadilishana taarifa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Na katika mawasiliano hapa hivi siku zote tunaelewa katika jamii zetu ni lazima kuwasiliana, sio kitu cha hiari. Lazima tuwasiliane ili kuyatimiza malengo mbalimbali. Mfano, katika biashara, mambo ya kijamii, vitu mbalimbali vinahitaji mawasiliano katika kuviendesha. Kwa hivyo mawasiliano ni muhimu sana. Twende katika umuhimu wa mawasiliano, tuangalie kuhusiana na umuhimu wa mawasiliano. Mawasiliano ni muhimu sana. Umuhimu mojawapo wa mawasiliano ni unawafanya watu kuwa pamoja. Tunajua siku zote mawasiliano ni chombo kikuu kinachowafanya watu kuwa pamoja. Mkiwa sehemu fulani, kama let's say tuko Tanzania, tunatumia lugha ya Kiswahili katika kuelewana na kutaarifiana taarifa mbalimbali. Katika kutumia hiyo lugha ya Kiswahili tunaingiliana watu wengine na makabila mengi na tunaweza kuendesha shughuli zetu. Mfano, maofisini kuna watu makabila mbalimbali, ila wanatumia lugha moja, Kiswahili, katika kutenda ile kazi wanaifanya pale katika kampuni yao au ile sehemu wanayofanya kazi yao. Na umuhimu mwingine wa mawasiliano, kutunganisha hiyo stapiki. Kutunganisha mawasiliano siku zote inatufanya watu tuungane. Mfano, mimi hapa nimetoka zangu Mwanza, nilikuwa sina taarifa kwamba atakuja kufanyia na mtu wa huko aina gani au kabila gani, lakini nilipofika huku kutumia lugha nimeweza kupata marafiki. Nilikuwa nao hapo hivi ni sababu ya lugha, yaani yote haya ni sababu ya lugha. Kama endapo ningekuja natumia lugha tofauti na Kiswahili, nisingeweza kuelewana na watu wa huko. Kwa Kiswahili mojawapo ya faida ya lugha ni kuwaunganisha watu. Moja ya faida nyingine ya lugha jamani, inatutambulisha kama tunavyojua. Mfano, kama hapa nipo IAA Institute of Accountancy Arusha. Hapa hivi almost hapa tunapojua hapa IAA hapa kwa makabila mengi. Makabila ni mengi sana hapa. Miongoni mwa makabila kuna Wachaga hapa, Masai. Kwa hiyo ile lugha tunaitumia, mfano wa Masai wanatumia Kimasai, Wachaga wanatumia Kichaga, kuna Wapare, kuna Wafipa, inawatambulisha. Moja wa umuhimu mwingine, endelea. Moja wa umuhimu mwingine wa lugha inatusaidia katika elimu. Mfano, katika mashule au mashuleni, angalia wanatumia Kiswahili katika kujifunza. Kuna Kiswahili, English, kuna British, French. Ni mojawapo za lugha zinazofanya watu tuwasiliane. Kwa hiyo jamani, ndio muhimu. Kwa hayo machache napenda kuwashukuru kunisikiliza. Asante jamani. Kwa hayo
napenda kuambia kwamba msisahau kunisubscribe, kunilike na kucomment.